umuhimu wa nuru ya Kristo katika maisha yetu. Na kwanza tunatakiwa kuelewa ya kwamba mwanga ni muhimu sana katika maisha ya mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni kama ambavyo macho yetu yanavyotazama. Haleluya. Jicho ni taa ya mwili wa mwanadamu. Kukiwa na mwanga lakini jicho la mtu likawa halioni, huyu mtu ule mwanga hatauona. Bwana Yesu asifiwe sana. Atakuwa anaona giza kwa sababu macho yake hayaoni. Haleluya. Lakini macho yetu yakiwa yanaona, yanaweza akatazama kila kitu, yakaona kibaya, yakaona kizuri, kwa sababu yanaona. Kwa hiyo jicho la mwanadamu kwa mujibu wa Biblia ni nuru ya mwili. Jicho au macho, tutumie lugha macho kwenye maisha ya mwanadamu inaashiria nuru, yaani ni nuru kwa mwili. Haleluya. Bila macho hauwezi kuona kilichoko mbele yako, lakini kwa sababu una macho unaona kilichoko mbele yako. Lakini vile vile unatakiwa kujua na kuelewa ya kwamba nuru ya Kristo inatakiwa iangaze katika maisha yetu. Haleluya. Inatakiwa iangaze katika maisha yetu. Kwa hiyo mwanga kazi yake ni kuangaza, kutusaidia kuona vitu kwa urahisi. Haleluya. Macho yako yakiwa yanaona, lakini kukiwa na giza, uwe na uhakika ya kwamba hautaona vizuri. Unaweza macho yako yakawa ni mazima, lakini kama kuna giza, hakika ya kwamba kuna vitu hautaviona. Kama na kujigonga, utajigonga, utajikwaa, na vile vile macho yakiwa yanaona au ni mazima, lakini kwa sababu kuna giza, ndio maana umejikwaa, ndio maana unaweza ukajigonga kwa sababu huoni. Lakini mwanga unapoonekana, basi unakusaidia kutazama, unakusaidia kuona. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo vile vile nuru ya Kristo haina maana kwamba sisi ni vipofu. Muda mwingine tunaweza tukawa tunaona, lakini kama tusiporuhusu nuru ya Kristo iangaze katika maisha yetu, uwe na uhakika ya kwamba kuna vitu vingine hatutaviona katika ulimwengu wa roho. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna vitu vingine hatutaweza kuviona. Kuna mambo mengine hatutaweza kuyatambua kwa sababu ni kama tuna giza. Haleluya. Lakini Kristo ana nuru ya kutuonyesha mambo makubwa, ya kutuonyesha mambo mengi ambayo yamejificha, ya kutuonyesha vitu kadha wa kadha ambavyo kwa akili ya binadamu hatuwezi kutazama. Kwa hiyo tunahitaji nuru ya Kristo kama kanisa ili tuweze kuona vitu kwa usahihi. Haleluya. Tuweze kuona mambo yatupasayo kuona kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Tuweze kuona vitu ambavyo vimejificha kwa ajili ya heshima ya jina la Yesu Kristo anatele hai. Haleluya. Maana yake ni nini? Tukimwelewa Yesu Kristo atatuambukiza nuru. Haleluya. Tukimwelewa Yesu Kristo atatuambukiza nuru. Andiko letu au msingi wa somo letu natoka katika kitabu cha Luka sura ya 11 mstari wa 33 mpaka 35. Biblia inasema kwamba hakuna mtu awashaye taa na kuiweka mahali palipostirika au chini ya pishi, bali huiwekwa juu ya kiango, ili waingiao wapate kuona mwanga. Taa ya mwili ni jicho. Basi jicho lako likiwa safi, mwili wako wote unaona mwanga, lakini likiwa bovu, mwili wako nao unaona giza. Mwili wako nao una giza. Angalia basi mwanga ulio ndani yako usije ukawa giza. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi kama mwanga umeenea katika mwili wako wote, wala hauna sehemu iliyo na giza, mwili wako wote utakuwa na mwanga mtupu, kama vile taa ikumulikiapo kwa mwanga wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, watu wa Mungu. Biblia inasema ya kwamba hakuna mtu ambaye anaweza akaweka taa chini ya uvungu, lakini taa anaweka
juu ya kiango. Maana yake kama ni stuli, atatafuta sehemu ambayo ni pachua, ataweka taa yake pale ili iweze kuangaza. Haleluya! Ili iweze kuangaza, kwa sababu anahitaji kuona. Lakini sasa akasema kwamba taa ya mwili ni jicho. Mwili wako ili uende ukanyage mahali sahihi au uende mahali sahihi, ni pale jicho lako linapokuwa na uwezo wa kutazama. Ni pale ambapo jicho lako linapokuwa na uwezo wa kuangalia mbele na kuona kilichoko mbele yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo anasema ya kwamba basi jicho lako likiwa safi, mwili wako wote unaona mwanga, unao mwanga. Jicho lako likiwa safi, mwili wako unao mwanga. Maana yake ni nini? Kuna muda mwingine shetani anachokifanya, anapofusha macho au anatia uchafu macho ya watakatifu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa tunaenda zaidi habari ya macho ya kiroho. Maana yake macho ya kiroho yanakuwa mwanga mkubwa katika maisha yetu. Sasa shetani anachokifanya, ili jicho lisiweze kuona sawa sawa, analipofusha kwa kuweka vitu vichafu, analipofusha kwa kutazama vitu visivyofaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Hilo jicho linapofuka, maana yake linakuwa linatazama vitu ambavyo haviko sawa, linatazama mambo ambayo hayako sahihi. Kitakachotokea ni nini? Hayo macho ndio yatauelekeza mwili wako au maisha yako kwenye hicho kitu kilichotazama. Haleluya, watu wa Mungu. Lakini akaishia hapo, akasema ya kwamba mwili wako wote una mwanga kwa sababu jicho liko safi. Lakini jicho likiwa bovu, mwili wako nao una giza kwa sababu jicho ni bovu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunatakiwa kuelewa ya kwamba tunahitaji nuru ya Kristo katika maisha yetu. Nuru ya Kristo ikiangaza katika maisha yetu, maana yake tunatembea katika mwanga. Nuru ya Kristo isipoonekana au nuru ya Kristo isipokuwa ndani ya kanisa au ndani ya maisha yetu, uwe na uhakika ya kwamba hakika hatuna au tuko kwenye giza, hatuna nuru, hatuna mwanga katika maisha yetu, hatuna mwelekeo. Mwanga ndio unakupa mwelekeo wa wapi unatakiwa kwenda. Haleluya. Maana yake nuru ya Kristo ndio inakuelekeza wapi unatakiwa kusimama, wapi unatakiwa kukanyaga, wapi unatakiwa kwenda. Lakini nuru ya Kristo ikikosekana, ni sawa na mtu ambaye yuko gizani. Ni sawa na mtu ambaye yuko gizani, hana tochi, hana taa, anaenda kwa kupapasa. Muda wote anaweza akajigonga, muda wote anaweza akadumukia shimoni, kwa sababu hana taa, hana nuru. Kwa hiyo kama kanisa la Mungu, lazima tutamani kuwa na nuru ya Kristo. Lazima tutamani kutembea katika nuru ya Kristo, ili maisha yetu yawe salama, ili wokovu wetu usiwe na mashaka, wokovu wetu usiwe na mawaa, kwa sababu ile nuru ya Kristo ndio inatufanya sisi tung'ae, inatufanya sisi tuonekane, inatufanya sisi kutuweka mahali palipo salama, mahali palipo salama. Ni jambo la msingi sana ambalo tunatakiwa kuelewa. Ifike mahali tumhitaji Bwana, tuombe nuru ya Kristo iangaze katika kila hatua za maisha yetu. Tuombe nuru ya Kristo iangaze katika familia zetu. Ndio wengine kwenye familia zetu tunaona giza kwa sababu nuru ya Kristo haiko. Ndio wengine tunaona mambo mengi hayaendi, vitu vingi haviko sawa kwa sababu nuru ya Kristo haijatawala. Nuru ya Kristo haijatawala. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukisoma pia Mathayo sura 6 mstari wa 22 na 23, neno la Mungu linasema ya kwamba, Mathayo sura ya 6 na ule mstari wa 22 na 23, neno la Mungu linasema ya kwamba, taa ya mwili ni jicho. Basi jicho lako likiwa safi, mwili wako wote utakuwa na nuru. Lakini jicho lako likiwa bovu, mwili wako wote utakuwa na giza. Basi ile nuru iliyomo ndani yako ikiwa giza,
si giza hilo. Rama ya mshangao. Kwa hiyo anazidi kusisitiza kwamba taa ya mwili ni jicho. Basi likiwa hilo jicho lako likiwa safi, mwili wako wote utakuwa na nuru. Maana yake ni nini? Macho yako ya kiroho au ukitiwa nuru ya Kristo ndani yako, maana yake maisha yako yote yanakuwa na nuru. Nuru ya Kristo ikiwa ndani yako, maisha yako yote yanakuwa na nuru. Unakuwa una uwezo wa kutazama vitu ambavyo vilivyojificha. Unaweza wa kutazama vitu ambavyo vimekaa mahali ambapo kwa akili yako hakika unaweza usielewe. Lakini kwa sababu nuru ya Kristo imetawala, tutaona zaidi kama kanisa la Mungu. Tukiruhusu nuru ya Kristo itawale katika kanisa la Mungu, uwe na uhakika kanisa litakuwa salama, kwa sababu litakuwa na uwezo wa kuona vitu kwa undani zaidi. Haleluya! Litakuwa na uwezo wa kuona mambo kabla hayajatokea. Litakuwa na uwezo wa kuona vitu kabla havijawa. Litakuwa na uwezo wa kuona tatizo kabla halijawa tatizo, na likaweza kujua namna ya kulitatua. Ndio maana katika Mathayo 5:14 inazungumzia kwamba sisi ni nuru ya ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sisi ni nuru ya ulimwengu. Maana yake ni nini? Tuna nuru ya Kristo ndani yetu, watu tuliomjua. Na kama tuna nuru ya Kristo ndani yetu, maana yake tunawaangazia hata wengine, tunawajulisha hata habari zingine ambazo watu kwa macho ya kawaida waone. Haleluya! Maisha ya kiroho watu wa Mungu yana nguvu kuliko maisha ya mwili. Bwana Yesu asifiwe sana. Maisha ya kiroho yana nguvu. Ukiwa na nuru katika ulimwengu wa roho, uwe na uhakika wewe ni mtu mwenye nguvu, hata kama kimwili unaonekana dhaifu. Lakini katika ulimwengu wa roho ni mtu hatari sana, kwa sababu unaona mbali. Na ndivyo tunavyotofautishwa na watu wa dunia hii. Na wengine wanaweza kusema kwa habari ya kimwili, ukisema ujilinganishe na mtu wa dunia, kimali amekuzidi, kifedha amekuzidi, mafanikio amekuzidi, lakini wewe umemzidi vyote, kwa sababu na nuru ambayo kiukawaida ionekana. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaona vitu ambavyo yeye hawezi kuviona. Unaona mambo ambayo yeye hawezi kuyatazama, lakini wewe unaweza kuyatazama. Unaona vitu kabla havijatokea, unaona, lakini yeye hana uwezo. Pamoja na kuwa na fedha, pamoja na kuwa na mali, pamoja na kuwa na kila kitu, lakini wamezidi mbali sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ifike mahali kama watu wa Mungu tukiwa na uhakika ndani yetu tuna nuru ya Kristo, sio watu wa kujidharau. Usijikatie tamaa na kujiona mnyonge. Haleluya! Hata katikati ya watu wenye fedha, katikati ya watu wenye mali, jione wewe ni mtu wa thamani kuliko wao. Bwana Yesu asifiwe sana. Sina maana ya kwamba wadharau, hapana, lakini usijilinganishe na wao. Wewe ni wa tofauti. Kwa sababu una nuru ya tofauti. Bwana Yesu asifiwe sana. Ambao wao ni giza. Ndio maana unaweza kaona huyo aliyefanikiwa, mambo anayoyatenda ni mambo ya ajabu pamoja na mafanikio yake. Kuna vitu ambavyo anavitenda vya aibu, ambapo hapa wewe unajisikia aibu. Bwana Yesu asifiwe sana. Unapomtazama namna anavyofanya, kuna mambo mazito mabaya ambayo anatenda ambao wewe hauwezi kuyatenda. Kwa sababu gani? Wewe una nuru ya Kristo, yeye hiyo nuru hana. Haleluya! Kwa hiyo tunatakiwa tuwe nuru. Sasa tutakuwaje nuru kama hatujawa na nuru ya Kristo? Lazima kama kanisa la Mungu iwe ni ombi letu kila siku tutapolewa, nuru ya Kristo iangaze katika maisha yetu. Nuru ya Kristo iangaze katika kanisa la Mungu. Nuru ya Kristo iangaze kila mahali, ili tuweze kufanyika nuru hata kwa jamii, hata kwa watu wanaotuzunguka. Bwana Yesu asifiwe sana. Wanapotutazama watuone kwa namna tofauti, watuangalie kwa namna tofauti, kwa sababu tuna nuru ya Kristo.
lakini hatuwezi kujitofautisha kwa sababu hatuna uhakika na nuru tuliyonayo. Hatuelewi, je, tuna nuru au hatuna? Na Yesu asifiwe sana. Umeambiwa Yesu Kristo ni nuru. Una Yesu lakini hauna uhakika kwa wewe una nuru ndani yako. Kwa hiyo utajikuta unaenda kwa mashaka. Unakaa kwa mashaka. Katikati ya watu unakuwa na wasiwasi. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini hatutakiwi kuwa hivyo. Ukisoma hiyo Mathayo 5:14 utaona anasema ninyi ni nuru ya ulimwengu. Mji hauwezi kustirika ukiwa juu ya mlima. Wala watu hawawashi taa na kuiweka chini ya pishi, bali juu ya kiango, naye yawaangaza wote waliomo nyumbani. Hivyo hivyo nuru yenu na iangaze mbele ya watu, wapate kuyaona matendo yenu mema, wamtukuze Baba yenu aliye mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya watu. Wapate, maana yake ninyi ni nuru ya ulimwengu. Muangaze katika ulimwengu. Naangazaje sasa? Ukiwa na nuru ya Kristo, wewe maisha yako ni mema, matendo yako ni mema. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema wapate kuona matendo yenu mema. Haleluya. Wamtukuze Baba yenu aliye juu mbinguni. Kwa hiyo watu kutazama nuru ndani yako au wakuone watu tofauti, wakuone na nuru, usije ukafikiri ya kwamba wataona taa kali na inang'aa katika uso wako. Hapana. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwingine anaweza kafikiri ya kwamba yamkini atakuwa akiniona anaona mwanga mkali katika uso wangu. Hapana. Watakuona sura yako hiyo hiyo, ili nuru ijulikane ya kwamba una nuru ya Kristo ndani yako. Maana yake ni matendo yako mema, jinsi watakavyotazama. Wanajivunia wewe, anasema fulani uko vizuri, wanamtukuza Mungu wako. Hapa ndio natambua ya kwamba kweli nina nuru ya Kristo. Haleluya. Unaweza kukaa ukafikiria jamii na kuzunguka wanakuzungumzia watu wanaokaa na wewe wanazungumza nini kuhusu wewe? Wananena nini kuhusu wewe? Bwana Yesu asifiwe sana. Sisi kama tunaelewana watu, ukiwa na nuru ya Kristo, kuna mambo hata yakiwa magumu watu watakuona huko kwenye viwango vingine. Kuna mambo hata yaliyoshindikana mbele yako, lakini wataona wewe sio mtu wa kushinda. Wewe sio mtu wa kukwama hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini? Kuna nuru ambayo anaiona ni tofauti. Kuna kitu ambacho anakiona cha tofauti hata kama unajua. Kwa hiyo nini nataka kusema? Kuna namna utakavyoishi. Na mwingine kuna mambo yatagoma, sio kwamba kwa sababu una nuru ya Kristo basi kila kitu kitaenda sawa sawa. Kuna muda mwingine kuna vitu vitagoma, lakini watu watabaki kutazama kwenye level ile ile ya kwamba wewe ni wa tofauti. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu watabaki kukutazama kwenye kiwango kile kile ya kwamba wewe ni mtu fulani, haufanani na wao, haulingani na wao. Bwana Yesu asifiwe sana. Haulingani na wao kabisa. Yaani sio mtu ambao wa kujifananisha na wao, ni mtu wa namna tofauti. Kwa sababu gani? Una nuru ya Kristo ndani yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo lazima tutamani kwa kiwango kikubwa kuwa na nuru ya Kristo kama kanisa la Mungu. Haleluya. Na ndio moja ya maombi yetu siku ya leo. Tumwambie Mungu tunahitaji nuru yako ndani ya kanisa iangaze. Maana yake ndani yetu tuangaziwe, nuru ya Kristo iangaze. Nuru ya Kristo ichukue nafasi katika maisha yetu. Iondoe giza liloko. Haleluya. Iondoe giza liloko katika maisha yetu. Tunapozungumzia giza ni yale maisha mabaya ambao watu wanatutazama. Ni yale maisha yasiyofaa ambao watu wakiangalia wanaona kabisa huyu maisha yake ni mabovu. Mungu ayaondoe hayo maisha. Haleluya. Aondoe hiyo vitu viovu. Aondoe yale mambo ambayo hayafai. Hayo ndio mambo yanayoleta giza katika maisha yetu. Yanaleta giza katika hatua zetu. Yanaleta giza katika kila jambo tunalotenda.
Kwa hiyo tuna nafasi ya kumwambia Bwana, tunahitaji uondoe mambo yasiyofaa ambayo yanasababisha giza ndani yetu, na utupe neema ya kutembea katika mema, ili nuru yako iweze kuangaza katika mataifa. Tunapokuwa popote, tunapokanyaga, watu watakavyotazama waione nuru yako, waone matendo yetu kuwa ni mema, yanapendeza mbele zako na mbele zao pia. Bwana Yesu asifiwe sana.